Mabibi na mabwana, tunashukuru sana kuwa wajua mko wengi kutufata kwa siku ya leo, siku ya sita kwa Swahili ya kwetu ya Kongo, siku ya sita tarehe 26 mwezi wa 4 mwaka 2025. Tunawashukuru wote ambao waliweza kuilike video ambao tuliweza kuitapanya juma inayopita, na tunawashukuru sana wote ambao walitupatia maono yao na maoni yao kuhusu hizi video na namna gani tunaweza kuendelea. Kwa mchana wa leo tarehe 26 mwezi huyu wa 4 mwaka 2025, tunapenda tuzungumuzie mambo fulani fulani. Ya kwanza ni kuhusu amani kwa nchi yetu ya Kongo. Tujue ya kwamba kwa juma hili kuna vipindi viwili ama kuna habari mbili ambao ni nzuri ambao tunalipokea kuhusu amani katika nchi ya kwetu. Kitu ya kwanza ni wa rebel ama waasi wa M23 waliweza kusahihi communique pamoja na government ya Democratic Republic ya Congo ama government yetu ya Congo kuhusu kusitisha mapigano kwa nchi yetu ya Congo. Na hii iliweza kufanyika Doha tariki 21 mwezi huu wa 4. Tulishukuru sana kuona rebels ambao M23 ambao tulikuwa najua wanaanza kurenforce, kuweka tena majeshi mingi kuendelea ngambo ya Lubero Kipese, kuendelea ngambo ya Uvira, kuendelea pembezoni mwa Walikale. Tulikuwa tukijengojea kwamba tena vita inaweza kuanza, lakini tukashukuru sana kuona communique ambayo imeonesha ya kwamba sherti mapigano yaweze kusitishwa, na hii iliweza kusahihiwa hapa Doha. Tunashukuru sana na tunangojea matokeo mengine. Isitoshe, hii juma kuna ingine habari ni ya kwamba jana kumesahihiwa pale Washington DC ingine mkataba ambao tunaita Pacte pour la Paix kwa nchi yetu ya Republique Democratique du Congo na Rwanda. Imesahihiwa na ministre wetu Madame Therese Kaikwamba Wagner na yeye bwana Olivier Nduhungirehe, sijui kama nimesoma vizuri jina yake, ministre wa maswali ya nje ya nchi ya Rwanda. Wamesahihi kusema sherti kukue process, na process hiyo ya kuweza kutuletea amani katika Kongo, na hii imesahihiwa DC, Washington DC, pembeni ya secrétaire d'État américain bwana Rubio, ambao waliweza kusahihi, na yeye alikuwa pale akiweza kuongoza hii ceremony. Hii inataka kutumaanisha nini? Inataka kutumaanisha ya kwamba kitu ya kwanza, watu ambao walikuwa na waza ya kwamba imekwisha kwa Kongo, Kongo itagabuliwa sasa vipindi mbalimbali, Kongo itakuwa hivi na hivi na sisi tutachukua nusu ya Kongo. Hii maoni yao ama hii ndoto yao inakuwa ndoto ya bure, haiwezi kutimilika, sababu tunaona ya kwamba kuna watu ambao wanawazia amani. Hata Marekani imetuwazia amani katika nchi ya Kongo, na tunataka kushukuru kwa hii wakati minister wetu wa mambo ya kigeni, huyu mama Therese Kaikwamba Wagner. Huyu mama tunataka kuuliza, wapi hawa watu ambao wanakuwa nasema de pere de mere, wa baba na wa mama? Munaona ya kwamba huyu kwanza ni mwanamke, munamuona yeye mwenyewe na munaona kazi ambayo anatenda kwa nchi ya kwetu. Ameonekana kama vile mwanamke musuja, na nawaza katika historia yote ya Kongo watu hawataweza kumsahau. Tunataka kuonesha ya kwamba huyu mkataba ambao umeweka pia date ama date fulani fulani ambao tutaweza kuzifata kwa ajili ya process ya amani, na tunasubiri tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2025 huu tunayokuwa ndani yake. Tunasubiri mikataba mikubwa ambayo itaweza kusahihiwa, lakini tunaweza kusema ya kwamba wamama oye, wamama tunawashukuru, na tunashukuru mama Therese na waza wamama ambao mnazoea kupana matrofe huku na kule. Huyu ndio mama ambaye anaweza kupokelewa na kumpatia trofe ya kweli, sababu ni mwanamke ambao amepigana kabisa
kama vile wanamke wa kibiblia ambao tunawajua. Tunashukuru sana wengi ambao wameweza kujitoa, wengi wa mataifa mbalimbali ambao kama vile wa Uganda, Kenya, hata Rwanda ambao wamesakrifie, walijua ya kwamba mara nyingine wanaganyia kitu fulani, lakini mambo haikuendeka kama vile wanaweza kuiwazia. Kitu ya lazima sana ni kuweza kuona kwamba wakuu katika ulimwengu huu, hasa President Donald Trump, yeye mwenyewe ameandika tweet yake, ameandika ya kwamba anashangaa na anafurahi sana kwa kuwa ni administration ya kwake ndio inaweza kukua katika hii chanjo ya kuleta amani ndani ya Afrika. Tunashukuru sana Marekani na Waamerikani wote. Analizi yetu ni ya kwamba sisi tulijua ya kwamba katika Afrika walikuwa wanafanya reunion, meeting mbalimbali, lakini yote ilikuwa kama vile ni mzaha. Kwa sasa tunajua ya kwamba Donald Trump iko miongoni mwa rais ambao ni wakubwa na wanatumaini na wanapenda kuleta amani katika Kongo. Tunawaza ya kwamba hakuna yule ambao ataenda tena kufungua mdomo na kuweza kuharibisha amani katika nchi yetu ya Kongo. Sisi analysis yetu ni ya kwamba sisi ambao tumetokea Goma, tunatokea Kivu, Bukavu, tayari siku zijayo tunawaza tutarudi Goma, tuende kukula tena pomme de terre, maharagi, tukule sosiso na fromage ya kwetu na hata sambaza. Tunashukuru sana wasikilizaji wapenzi. Analizi ya pili ambayo tunayo kwa siku ya leo ni kuweza kuongea kwa ajili ya concert ambayo iliweza kupitikana Paris kwa ajili ya amani tu kwa nchi ya Kongo. Mnaona ya kwamba huu mwezi wa 4 inakuwa mwezi ambayo inabarikiwa katika politiki ya nchi yetu ya kidemokrasia ya Kongo. Huu mwezi wa 4 kumesaiwa hizi mikataba na kuna pia concert kubwa ambayo imeweza kutendeka Paris na kukua na wamizisia wengi sana wa Kiafrika na wa Kongo nzima, hata wamizisia kutoka Goma ambao waliweza kuimba juu ya amani. Tunashukuru sana na tunajua ya kwamba hii muziki yetu ya Kongo, sababu dunia mzima inafata muziki yetu ya Kongo. Analizi yetu inaonesha ya kwamba hata muziki inaweza kutusaidia kuenda kuongoza wale wengi ambao hawawezi kusikia Swahili yetu, wenye hawawezi kusikia lugha za kwetu, wanaweza kusikia muziki na wanaweza kusikia wamizisien wakieleza kwa ajili ya amani. Hivi tunataka kupana hongera na kuwashukuru sana wamizisien wote ambao waliweza kujitoa kwa ajili ya hii big event, hii evenement kubwa sana ya muziki pale kwa mji wa Paris. Analysis ya tatu tulitaka kuzungumzia maaksida ambazo zinakuwa sasa kwenye Fleuve Congo na kwenye mito mbalimbali. Ukifata habari utaenda kuona ya kwamba kwa province ya Equateur kuna mabato ambao zilungula, ingine inafanya naufrage na watu wanakufa wengi. Moja iliweza kuua watu 100, zaidi ya 140. Ni wengi sana. Kinshasa pia kwa kuweza kuvuka kutoka Kinshasa kwenda Brazzaville, bato iliweza kugongana na miti. Unajua hapa Kinshasa kuna fenomena ambao wanaita rado. Miti inatoka Equateur wanaisukuma ndani ya mto Congo, Fleuve Congo, na hii miti inatelemuka na inafanyisha maaksida mingi sana. Na hata hii ya kuenda Brazzaville wanasema iliweza kugongana na huu mti mmoja miongoni ya miti ambayo inatokea Equateur na inaflote juu ya lake na inaleta madhara. Watu wamefariki, watu karibu 5, mama na watoto wake 2, hata maseur mmoja aliweza kufariki. Tuna pia madhara mengi sana, vitu vingi viliweza kupotea. Tunahitaji wa autorite kuweza kuangalia gestion ya Fleuve Congo, hasa gestion ya hii ambayo tunaita marado, hizi miti ambayo nasukuma katika fleuve. Isitoshe kwa Nord Kivu, territoire ya Beni, barabara Butembo, Karuruma, Kasindi, kuna bwana moja aliweza kuandika barua. Huyu ni chef chef de poste mwenyana jiokipe na bahari ama na maji. Aliweza kuandika kitu kia lazima sana, na ningehitaji governor wa Nord Kivu, General Major
Evariste Somo kuweza kufuatilia haya maneno vizuri sana, na sisi tusiende kupata madhara kama vile yanapatikana nafasi nyingine. Yeye ameonesha ya kwamba ndani ya mto Karuruma kuna baki, na ile baki sisi wenyewe tumevuka juu yake, lakini hao watu wa baki hawa hawafanye entretien ya hii baki, na inaweza kuleta maaksida. Anasema pia hawa watu hawalipe hata taksi hata lomea moja, sababu wao wanajiona wako juu ya serikali. Bwana Gouverneur, tunajua ya kwamba uko tayari kutumika kazi, tumika hii kazi. Hii baki inaingiza pesa nyingi sana. Wanasema iko baki ya wapolitisia, hakuna mtu anaweza kuwagusa, lakini bwana, tunajua mbele ya lua hakuna mtu anaweza kujikuta iko juu ya lua. Muweze kuangalia maneno ya hii baki. Watu wakati wanavuka mto Semuliki wapatie kila mtu gilet de sauvetage. Mimi nimevuka mara nyingi hapa, siaonaka hata siku moja wanatupa gilet. Nimevuka siku nyingi, siaonaka hata siku moja wanafanya entretien lazima, lakini unaona ni kufunga makamba, mara nyingine moteur inazimikia katikati. Hii maneno ya kuzimika ya moteur ishanifikia karibu mara 2, na watu wanaijua, watu wa leo ambao wanapita pale kwa barabara ya Kasindi wanajua hii maneno. Bwana Gouverneur, kamata mamlaka inayokuwa ya kwako, angalia hii maneno, watu waweze kutembea katika usalama. Hakika isiwe vite na uwa watu tena na baki naye ende kuua watu. Mabibi na mabwana, tunataka kutoa habari sasa ya mchana wa leo. Ni habari ya kifo ya Papa Francesco, ambao kwa leo itakuwa mazishi yake. Imekuwa mazishi yake hii asubuhi. Tunataka kuwajulisha ya kwamba kuna rais wengi sana ambao wamefika huko. Hata rais wa kwetu Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ameenda pia Roma kuhudhuria mazishi ya Papa wa Roma. Mnajua ya kwamba yeye aliweza kufika Kinshasa mara moja na kuweza kusema watu wa nchi za kigeni waachilie Kongo yenyewe iweze kuendelea. Tutamkumbuka kwa hiyo, na tunatoa pole zetu za rambirambi kwa jamaa yote ya Kikatoliki, kwa diocese zote ambao zinakuwa katika nchi yetu ya Kongo. Bibi na mabwana, tunawashukuru kwa mchana wa leo. Asante sana kwa kuwa tunajua ya kwamba mtakuwa wengi kutufata na kuweza kuilike ama kuiweza kuipenda hii video ya mchana wa leo. Tunawaambia chao, na kwa siku ya 6 ijayo ama Jumamosi ijayo. Asante sana.